Mheshimiwa Rais, naomba na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya shughuli hii muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kama unavyokumbuka, tarehe 23 Aprili mwaka huu, Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman ilikamilisha na kuwasilisha ripoti yake kwako. Ripoti hiyo pamoja na mambo mengine ilipendekeza kuundwa kwa tume nyingine itakayofanya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika ghasia hizo. Tume iliyopendekezwa ni kwa ajili ya kuchunguza kwa kina zaidi masuala mahususi yaliyobainishwa na tume ya Jaji Othman na masuala mengine mapya kwa kadri yatakavyojitokeza. Mheshimiwa Rais, ulikubali pendekezo hilo na hivyo umeunda tume kwa ajili ya kazi hiyo. Tume iliyoundwa ina wajumbe 6 akiwemo na mwenyekiti wake. Miongoni mwao wajumbe 4 wanatoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mjumbe mmoja anatoka Jamhuri ya Namibia na mjumbe mmoja anatoka Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niwatambulishe kwa kifupi sana wajumbe hawa ili uweze kuwafahamu, lakini pia umati huu uweze kuwafahamu. Ninaomba nitakapokutaja jina utasimama ili Mheshimiwa Rais aweze kukuona pamoja na hadhara hii iweze kukuona pia. Nitaanza na Mheshimiwa Shaban Ali Lila. Yeye ni mjumbe na mwenyekiti wa tume. Mheshimiwa Lila ni jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Amewahi kuwa jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, jaji mfawidhi kanda ya Mtwara na pia msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya, Dar es Salaam na Arusha. Najua una sifa nyingi lakini naomba nitaje chache kwa sababu ya muda. Asante. Wa pili ni Mheshimiwa Petrus Tilainge Damaseb. Yeye ni mjumbe wa tume na ni naibu jaji mkuu wa Mahakama ya Namibia, jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Namibia, na kwa mujibu wa wadhifa wake pia ni jaji wa Mahakama ya Juu ya Namibia, yani ex officio member of the Supreme Court. Amewahi pia kushika nyadhifa mbalimbali katika utumishi wa umma nchini Namibia, ikiwemo kuwa mkuu wa utumishi wa umma. Vile vile ni jaji wa rufani wa Mahakama ya Rufani ya Lesotho na kaimu jaji wa Mahakama ya Rufani ya Botswana. Thank you, Honorable Justice. You may be seated. Mwingine ni Mheshimiwa Barishaki Cheborioni, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji wa Mahakama ya Rufani ya Uganda na ni jaji wa Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki ngazi ya rufaa. Amewahi kuwa mjumbe wa tume mbalimbali za uchunguzi nchini Uganda ikiwemo zifuatazo. Ya kwanza, tume ya uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Uganda. Ya pili, tume ya uchunguzi wa kuchomwa moto makaburi ya Kasubi nchini Uganda. Na ya tatu, tume ya uchunguzi wa tuhuma za rushwa Mbarara nchini Uganda. Honorable Justice, you may be seated. Thank you. Mwingine ni Mheshimiwa Gad John Mjemas, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi pia kuwa katibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Vile vile amewahi kuwa mwenyekiti wa bodi mbalimbali ikiwemo bodi ya rufani za kodi TRAT. Asante Mheshimiwa Jaji. Mwingine ni Mheshimiwa Awadhi Mohamed Bawazir, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania.
amewahi kuwa mchunguzi mkuu katika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na kamanda wa TAKUKURU wa mkoa wa Temeke. Asante Mheshimiwa. Na wa mwisho ni Mheshimiwa Aishieli Nelson Sumari, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi kuwa jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Moshi na Mwanza. Pia amewahi kuwa mkurugenzi msaidizi wa makosa ya udanganyifu na rushwa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tume hii ina sekretariat ya watu 6 ambayo itaongozwa na Bwana Paul Kadushi. Tayari unaweza mkasimama wote secretariat kama mpo. Asante. Tayari asante, nikaeni tu. Mheshimiwa Rais, tayari nimeshakutana na wajumbe wa tume wote na tumefanya nao kikao, wanaielewa kazi na wote wapo tayari kwa ajili ya kazi hii na wanakushukuru kwa ajili ya kuwaamini katika jukumu hili zito. Na tayari maandalizi ya tume kuanza kazi yamekamilika, kwa hiyo tupo tayari. Na Mheshimiwa Rais umetoa siku 150 kwa ajili ya tume kukamilisha kazi hii, takriban miezi 5. Kwa hiyo baada ya kupitia adidu rejea tumejiridhisha kwamba muda huu unaweza ukatosha kwa ajili ya kazi hii. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii na kisha kuzindua rasmi Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Asante sana Mheshimiwa Rais.